Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapendwa na wapenzi wa Khalifa Sheikh Saleh Makarama. Leo ni siku nyingine ambayo kwayo tunatakiwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala sana zaidi ya sana, kwa sababu ni moja ya kipindi ambacho kimepata bahati kubwa. Wengi wamezoea wakiniona mimi peke yangu, ndugu yao, kipenzi chao, mpendwa wao, lakini leo tumeongezeka kidogo katika kipindi chetu. Tupo na doktor huyu, mimi napendelea kumuita doktor japokuwa yeye anaweza anakataa kuitwa doktor, lakini mimi namuita doktor kwa sababu amepita kwingi katika kutafuta elimu, ikiwepo katika ardhi yetu ya Tanzania, lakini Sudani, anaijua vizuri Sudani mashaallah, lakini Misri amekwenda na amesoma chuo kikuu pale, lakini kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala leo ni rasmi tunamtambulisha katika kipindi chetu, na hapo baadaye atatuletea makubwa zaidi. Lakini kwa sasa mwanzo wa kipindi chetu nataka walau tu atoe salamu. Shekhe, karibu na salamu yako tunahitaji sana. Inshallah. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo katika siku ambayo tunaelezea mazito, mambo ambayo yasiyojulikana, mambo ambayo imekuwa ni historia tu ambayo wengi wamekuwa hawajui uhalisia wake na ukweli wake. Tukimwelezea mzee ambaye Allah tabaraka wa taala alimpa hidayah, alimpa uongofu wa kuweza kuacha jambo kubwa, ambaye alikuwa ni tajiri mheshimiwa katika ulimwengu wa kiza, ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kiroho katika njia za mashaitani, katika lugha nyepesi ni sihiri au uchawi. Baada ya darasa ambalo nilitoa na kama nilivyoeleza katika sehemu ya kwanza, lakini nikaja nikaelezea sehemu ya pili, na hii itakuwa ni sehemu ya tatu ya kuelezea kisa kilichonikuta katika ardhi ya Kigoma, katika kijiji kinachoitwa Mahembe kilichopakana na kijiji kinachoitwa Chakabwimba. Mzee amenielezea namna ambavyo alikabidhiwa uchawi kwa kupewa kijifimbo. Hapa ndipo ambapo tulipomaliza katika darasa letu la awali, na sasa tunaendelea. Lakini wakati niko na yule mzee, baada ya kuwa amefikia kipindi ambacho sasa amekabidhiwa fimbo ile, hapa alisita kidogo, huku machozi yakimtoka na akionyesha kujuta kwa mambo aliyokwenda kuyafanya baada ya kupokea kifimbo kile. Achana na hawa watoto ambao tumewaeleza hapo awali kwamba amewadhuru, amewaua. Hapa mzee huyu alinamisha macho na akalia, kiasi ambacho nikahisi kwamba ana uchungu mkubwa ambao unatoka tu katika moyo wake na si katika mboni tu za macho yake. Nikataka kugundua kwa nini baada ya kufika kipengele hiki machozi yamemtoka na kulia. Nikamwambia, vipi mzee wangu, kwa nini unalia? Na wakati unanipa faida ambayo hiyo kwayo itakuwa ni sababu ya kuokoa umma, kuokoa watu ambao wanahangaika mashariki, kaskazini, magharibi, kusini, katika kutafuta iraji inayohusiana na anuai za kichawi, katika zile vipengele mbalimbali vya kichawi, kwa sababu uchawi umegawanyika. Kuna uchawi wa mataifa, kuna uchawi wa makabila, kuna uchawi wa koo. Watu wanateseka. Nataka uniambie nini tufanye ili mradi hawa watu wapate iraji, kwa sababu sindano ilipoingilia ndipo inapotakiwa kutokea papo kwa papo. Nyinyi mnajua mnavyowafanyia watu na anuai za maradhi ambazo mara nyingi huwa mnawapiga watu. Je, ni iraji gani tutakayoitumia kwa yale ambayo yanahitajia ili ule uchawi uweze kubathirika? Kwa sababu ili uondoshe uchawi lazima huyu tabibu awe anajua kwamba ni uchawi gani, umewekwa wapi, katika sehemu gani. Hii itapelekea kwamba hata matibabu yatakuwa mazuri. Hata katika history zile sababu nzuri ya kushushwa muadhataini, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, wamekubaliana wanazuoni wote kwamba inabidi
Ni miongoni mwa watu ambao walisababisha aya hizi au sura hizi mbili zenye aya 11 kwa ujumla zikateremka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wameshuka ghafla malaika wawili, mmoja kichwani mmoja miguuni, kwa habibuna al-Mustafa sayyiduna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, alhabibu alladhi turja shafa'ata likulli hawlin min al-ahwali muqtahimi. Baada ya homa, baada ya dhiki iliyomkuta katika miongoni mwa anwa'i za sihiri, malaika hawa wamekushagundua na mbingu tayari ishatoa amri waje wafanye shifaa. Lakini shifaa ya kwanza ni kujua ni uchawi gani, ni nani aliyefanya. Tazama kanuni ambazo mtu anatakiwa atibiwe, na ndio maana tunatakiwa tusome sana elimu. Tunapoichukua mahala tunaichukua kwa maana ilikuwa haina haja mimi kuchukua elimu kwa huyu bwana na kujua vitu gani anavyovifanya na faida yake ni nini, hasa kujifunza na kujua aina za uchawi. Lakini leo hii watu wanashukuru, leo hii watu wanafaidika. Leo hii tumeweza kutengeneza dawa mujarrab muaddabu sana, ambayo dawa hii unatumia kunywa katika kiwiliwili chako, kwa sababu inakwenda kufanya kazi kuondoa zile sheitani ambazo zipo katika mwili wako. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi sahihi tena muhtafaqun alayhi, inna shaitana yajri min ibni adam inna shaitana yajri min ibni adam majra dami fi lahmi, hakika shaitani anatashakari katika kiwiliwili cha mwanadamu kupitia mishipa yake ya damu. Kwa hii inapoingia yule shaitani hawezi kuvumilia kukaa hata dakika moja. Na ninasema wewe ulioko mbali unaotazama klipo hii, najua hofu nitakapofika mahala hapa unajisikia kabisa tafurani, dhiki, moyo wako unapiga, unaenda mbio, na saa nyingine nafsi inaweza kuambia bana zima hii klipo, jiziwie, endelea kutazama mbele, kuna faida kubwa. Hii dawa ni mujarrabu muaddabu sana, zinapatikana katika ofisi yetu ambapo ipo Kigamboni, na unaweza ukaliquest kwa wale ulioko katika ardhi ya Dar es Salaam, kaandika Sheikh Makarama, itakuleta mpaka getini hapa. Lakini hii ni dawa ya kupaka, kwa sababu aina za uchawi kuna kharijia na dakhilia, kama vile ambavyo tunavyoona kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile asilimia kubwa ilikuwa ni kharijia, ambayo ilikuwa ikimuingia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuleta madhara, kujisikia katika hali tafulani. Hapo mbele tutaona ni vipi ilikuwa ni kharijia, vipi ilikuwa ni nje ya mwili wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hii ni nuru ala nur. Unatumia dawa hii kwa ajili ya kukoga, unatumia dawa hii kwa ajili ya kujifukiza, na Allah tabaraka wa taala ataleta kheri. Malaika wawili, mmoja anamuuliza mwenzie, na si kwamba hawajui, wanajua, isipokuwa yule aliyelala ambaye ni mtume wa Allah apate kufahamu kitu gani kilichoendelea. Kafanya vipi huyu, kadhurika vipi? Anasema huyu anaumwa nini? Anaumwa uchawi. Uchawi gani? Ni uchawi wa mafundo 11. Ameutengeneza nani? Labid ibn Ahsam. Lakini pia uchawi huo umewekwa wapi? Ikaonekana ni katika kisima ambacho kilichopo katika maeneo aliyokuwa akiishi mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mtume akafahamu, ala, kumbe Labidi ndiye sababu ya kupata nywele zangu, lakini pia vile vile kufunga mafundo 11. Masahaba wakatumwa waende wakainue jiwe lile baada ya kuingia katika kisima, na wanaeleza mpaka maji ya ile kisima yalipoteza radha yake na muonekano wake kutokana na aina ya uchawi ulivyokuwa mkubwa. Baada ya kuinua jiwe wanatoa mafundo yale 11, lakini bado ikawa haitoshi. Baada ya kujua nani mrogaji, tatizo limekuwaje, imefungwa vipi mafundo 11, ndipo zikashuka muadhataini. Anaambiwa sasa na Abu Jibril alayhi salamu, muaminiwa wa mbinguni, anamwambia aseme qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaqa. Na kila hatua ya aya ndipo uchawi ule ulikuwa ukifunguka, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akirejea kuwa na afya. Tazama, kuna elimu ilikuwa inatoka hapa. Lazima tujue huu ni aina gani ya uchawi, na ikiwezekana kujua hatari ya roga kama uwezekano upo, lakini kama hujui basi ujue kwamba kwa dalili hizi ni aina gani za uchawi na jinsi gani ya kuweza kumnusuru. Sasa mzee huyu nakwenda kuchukua kitu kikubwa ambacho leo nayaweka bayana, nayaweka hadharani, kilio cha mzee. Mzee analia. Mzee huyu analia, anasema kwamba na tukio moja kabla hatujaendelea, baada ya kukabidhiwa uchawi ulikuwaje, ili nataka tukio ulifanye haraka, kijana wangu Khalifa Makarama. Nikamwambia nielezee. Anasema ni binti mmoja tulimdhurumu haki yake kwa muda mwingi sana,
zaidi ya miaka 2-3 ningekujua mapema imani ya leo uliyoyatamka, huenda Allah angejalia imani katika moyo wangu nikamjua. Kwa sababu moja ya sharti la uchawi, anakuwa hana imani hata theruthi, na ndo maana anaweza akaua mtoto wake, jirani yake, akafanya mambo ya ajabu, akafanya shirki kubwa. Yeye kashajikubalia kwamba kiyama yeye na Mungu watakutana ana kwa ana. Lakini baada ya kuzungumza imihadhara, tusizalau, mtu kapata imani, hidayah imemuijia, Allah anaweza kumuongoza mtakaye na kamwacha mtakaye. Allah kaamua kumpa hidayah huyu bwana, analia. Nikamwambia munielezee mmemdhulumu vipi mtu huyo? Ananiambia sisi unavyotuona uchawi ni sekta iliyojikamilisha, ni serikali iliyokuwa sawasawa barabara, ni watu ambao tuna connection na tuna uongozi uliokuwa mzuri. Na kama umetoka katika ardhi yetu ya Kigoma tumekupiga chali zetu za uchawi, basi ukienda katika ardhi ya Dar es Salaam, wachawi wa Dar es Salaam wanajua tayari kuna nembo nyingine imeingia, shughuli iendelee. Ukitukimbia ukatoka ukaenda Mwanza, wale wa Mwanza wanajua wenzetu wameishia hapa, sisi tupige kuanzia hapa kuendelea. Lakini pia kuna khadimu sihiri ambaye ndo anaambatana na wewe, ima uchawi uwe dakhiria au kharijia, na hakuna uchawi hatari kama wa kharijia wa nje, kwa sababu unakuja mtu anakaa na wewe, wattaba'u ma tatru shayatinu ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru. Ule uchawi umetoka. Na ukiona jini hatari anapanda, salamu alaykum, anakaa pembeni, jamani mnanifanya nini? Anapanda, anaongea kirohani, alafu anarejea, unamkuta hapo kuna kazi hapo. Huyu ni kharijia na dakhiria, yani anaingia kwa msoma ruqi, anaweza akakuchezesha. Huyu anapigwa dawa, ananyoka mwenyewe, tena anapigwa kitu kinachoitwa mukhalafa, muthiri kabisa, ananyoka, anaelekea kibra na maisha mengine yanaendelea. Au unaweza kukuta kuna mtu anatupiwa jini, alafu lile jini linauawa, watu wanakuja wanakusomea aya za mawaidha, wanasoma aya za adhabu, kwamba lile jini lilopo katika mwili lizingatie zile aya ili hofu ingie katika mwili wake. Lakini jini ule kaisha kufa, na jini yupo katika mwili wako, anachotengeneza ni nuksi, anachotengeneza ni hasadi, kukaribisha hasadi, anatengeneza vitu vibaya kutoka nje kwa warozi na watu wabaya viingie kwa wepesi, kiasi ambacho wewe utahangaika, utapigiwa aya, alisikii lishakufa. Linachotakiwa ni kutolewa. Linatolewa vipi? Kwa mlioko Dar es Salaam, njooni Kisota majumba ya Wachina, au request kwa kuandika Khalifa Makarama, au alama ya kujumlisha 255 658 914 771. Hiyo ni namba unaweza ukapiga, alama ya kujumlisha 255 658 914 771, au namba nyingine alama ya kujumlisha 255 740 458 054, alama kujumlisha 255 740 458 054. Piga namba hizo tufikie, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala ataleta kheri. Kikaja kisa anatueleza, anasema tumemdhulumu binti mdogo katika ardhi ya Shinyanga kwa mawasiliano baina ya sisi kwa sisi, kwa namna ya kupeana mipango, namna ya kufanya, kwa malalamiko kati ya mama mmoja. Hapa naomba mnielewe vizuri, nimekwambia hawa mabwana wana mawasiliano, na usije ukasikie eti jini anaruka kwa ungo, yani eti kwamba mchawi anaruka kwa ungo. Watu wana akili kwamba wanahisi labda ni liungo fulani, wanakaa 7-8 wanaruka, wanaenda uko mbele, ndo tutajua vipando wanavyovitumia na wanakimbia kwa kiasi gani. Yani kiasi ambacho tumeanza darasa hapa, huyu mchawi kama kwenda Kigoma kaishaenda na kaisharudi, na kama kufanya baadhi ya mambo, ni ulimwengu mwingine huo ni ulimwengu wa kiroho wa kiza, ulimwengu mchafu sofa. Anasema tukapeana ushauri katika vikao vyetu ni jinsi gani ya kumkomesha mtoto huyo. Mtoto huyo ni mtoto gani? Sikiliza, share, comment yaliyo ya kheri, watumie unaowapenda. Ahibba li nafsi ma tuhibbu li nafsika, yaqulu habibuna al-Mustafa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wapendeleni kheri ndugu zenu na jamaa zenu, yale ambayo mnayopenda katika nafsi zenu. Ni binti mdogo aliyoko katika ardhi ya Shinyanga, mwenye kipawa maalum. Kadri alivyokuwa anakuwa, alionekana ni kijana, binti mwenye kupendwa. Mama, kuwa tahadhari na mtoto wako. Mama, watazame watoto wako.
Baba, watazame watoto wako baada ya kisa hiki, wako sawa vile mlivyowazaa na sasa hivi wanavyokwenda? Toto halisikii, utapiga utaua serikali, mtoto mzima wa kwako akifa ukimuua wa serikali. Waleteni watoto wenu, chukueni dawa hizi watoto wenu wakatumie, hasa wale wa mashuleni. Wamefunga shule sasa hivi, wajengeni watoto wenu. Wale wanaokaa mabodi, kuna mambo magumu. Mtoto amekuwa mpaka amefikisha umri wa miaka 14, mama yake akaona sasa nimpeleke sekondari akakae huko bodi, maisha yaende. Mtoto amekwenda sekondari form 1, mtoto ni genius. Mtoto haogopi kuuliza pale ambapo anakuwa haelewi. Mtoto haogopi kujaribu pale ambapo inapotokea jambo lolote la kujaribu darasani. Mtoto akiona haelewi, basi atamfuata mwalimu mpaka anapoishi aweze kufundishwa. Walimu wote hakuna ambaye hakumjua, shule hiyo tunaihifadhi. Lakini licha ya hivyo, mtoto kwa ushujaa wake, kwa jinsi alivyokuwa mitihani inavyotoka na walimu walivyokuwa wakimsifia mbele ya watoto wengine, kuwapa chachu watoto wengine ili wapate unajua kuna ule wivu wa maendeleo, kwamba kwa nini mwenzangu anasifiwa, ngoja na mimi sasa hivi nikomae, nipige goti vizuri, nisome vizuri, msuri ukaze ili niwe kama fulani. Kwa wazee wakawa wanamtumia, walimu wanamtumia yule mtoto kama kuleta tashwishi, kuleta hamasa kwa watoto wengine. Walikuwa wakimtangaza na matokeo yake shule nzima hakuna mtu asiyemjua, kuanzia kidato cha kwanza mpaka kufika kidato cha 6, wote walikuwa wanamjua, akipiga ni wani. Na mtoto akawa yuko vizuri, anawasaidia wengine. Lakini licha ya hivyo, mtoto yule alikuwa jasiri. Katika chumba alichokuwa anaishi, wote walikuwa wanaogopa. Kama unavyojua, shule zingine zinakuwa pembezoni mwa miji, watoto wengine wanalala ukutani kule, vitanda labda viko 6, lakini kitanda chake peke yake ambacho ndio kipo karibu na dirisha lake. Lakini mtoto yule ilikuwa inafikia mahala asubuhi ile, katika kuamka anaweza kawaamsha wenzie, yeye ndo atatangulia kwanza, atawasha taa za bweni, yeye ndo atakwenda labda maliwato kule, atawasha taa, atawahakikishia wengine usalama, kwa sababu ni asubuhi, wataingia, watakoga, watarudi, atakwenda darasani. Lakini pia itakapofika wakati wa kulala, bweni limezimwa taa, yeye ataingia kwa ujasiri, atawasha. Kwa watu wengi, wanafunzi wote wakawa wamemtanguliza mbele kwa kila jambo, na yule binti alionekana kweli ni kiongozi, japokuwa hajapewa uongozi na shule ilimkubalia baadhi ya mambo. Hali hiyo haikuishia katika shule. Jamaa ananielezea kwa analia, anasema haikuishia katika shule. Mtoto huyo ikafikia mahala taarifa zikawa zinatoka nje ya kuta za shule. Wanafunzi wanapoondoka kwenda majumbani kwao, wanaeleza kuna mwanafunzi fulani huyo, nikiwa kama fulani nitashukuru. Sasa mmoja kati ya familia, mtoto wake akataja jina lile. Mama mtu akamuuliza anaitwa nani? Sikiliza hasidi hili, sikiliza jitu lilivyokuwa na roho mbaya hili, sikiliza jitu ambalo halipendi maendeleo ya mwenzie. Anamuuliza, ina maana anakuzidi mpaka wewe mwanangu? Anasema naam mama, yule mtoto hakuna asiyemjua shuleni, akipiga ni wani tu, si wengine tunafatia. Anasema ni mtoto wa nani? Yule akataja jina la yule mtoto. Baada ya kutaja jina la yule mtoto, yule mwanamama akagundua kwamba lile jina la mbele la baba yake ni mtu anamfahamu. Kumbe bana huyo mama yake si fulani, sijui mama. Basi mimi rafiki huyo mama yake, mimi ni rafiki yangu sana, najuana naye. Basi katika siku kadhaa akamwambia, mwanangu, nitakuja siku nakwenda kukupeleka shuleni, wakati wa kufungua nitakwenda kuonana na huyo mtoto. Lakini pia akatafuta mawasiliano yule mama, akasema bana, kumbe mwanao ni fulani. Nashukuru sana kwamba wanasoma darasa moja na mtoto wangu, lakini wanalala chumba kimoja. Leo ndo amekuja kunipa history zake, siku fulani nitakwenda kuwatembelea. Na yule mama bila khiana akamwambia, basi kamtembelee, na mimi siku hiyo nitakuwa na dharura, sipo hapo Shinyanga, nenda kamtembelee mtoto wetu huyo. Alhamdulillah, siku ilipofika, sikiliza sasa, nakwenda katika pointi. Mama, mtazame mtoto wako. Mwanao ni msaada. Wanaposema mwanao ni taifa la kesho, sio tu kwamba taifa linamtegemea. Hata we kuna kipindi utachoka, kuna kipindi maisha yatakuwa magumu, kuna kipindi uweze kushika jembe, kuna kipindi uweze kufanya chochote. Kwa hiyo mtoto wako ndo atakuja kuwa msaada kwako. Sasa ikifikia mtu anamuharibu mtoto wako, alafu wewe uchukue action za kumlinda mtoto wako, uweze kumlinda mtoto wako kwa kumwekea labda askari awe anamfuata kila sehemu. Mlinzi yupo, Alwahidul Qahhar,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mtume alipokwenda safari ya Isra wal Miraji alihusiwa mambo matano. Miongoni mwa mambo matano akaambiwa, ya Muhammad qul aisa min al-khalqi fa innahu laysa fi aydihim shay'un ay yatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Muhammad, kata tamaa yale yanayopatikana kwenye mikono ya watu, mtegemee yule ambaye kwake uhai wake hauishi, ni wa milele. Na we njoo tumfanyie dua mtoto wako awe na hisni, awe na hijabu, apate dawa za kuondoa hasadi, nuksi, vijicho ambavyo anapigwa na wanafunzi wenzie, ambavyo watu na jamii wanachukia maendeleo yake. Mtoto wako arudi sawa, kama taifa la kesho atakuja kukufaa wewe na wengine waliokuwa wanamzunguka. Yule mwanamama akenda mpaka pale, akamwambia nionyeshe mwanangu ni upi. Akaonyeshwa, yani anamwambia mtoto wake amuonyeshe yule rafiki yake ni upi. Akaonyeshwa. Baada ya kuonyeshwa akamfuata, mimi bana, huyu ni rafiki yangu, kale katoto kachangamfu. Nasikia bana, yule mwanamama anataja sifa zake. Nasikia wewe bana unapiga waniwani. Tuasema na mimi napiga wani, hata yule anajua. Mtoto anahisi ni masihara vile anavyosifiwa, kama wanavyomsifu walimu. Kumbe hapo kumekuja kitu kikubwa kuliko anavyofikiria, kizito kuliko umri wake. Anamwambia nipeleka unapolala. Akamchukua akampeleka mpaka kitandani kwake, na lala hapa. Akasema basi sawa, anajifanya anatandika pale kitanda. Akamwambia basi sawa, nitakuja kukutembelea siku nyingine. Shukrani sana mama, karibu. Kamwacha zawadi. Mtoto hajajua anakuja kutembelewa vipi. Yule bwana hapa alisita kidogo, analia, anasema moja katika vitu ambavyo tunashiriki ni vitu vibaya, ni kama hivi. Nikamwambia usilie, jikaze, muda mchache nielezee. Na umeniambia muda so mrefu atakuchukua hawa watu, nielezee, wasije wakakukata kauli hapa patupo nikakosa vitu vizuri. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, ananielezea, anasema usiku. Na hizi taarifa zilikuja kwa sababu wenyewe wachawi wanapokuwa na mambo yao wanakufuatilia kila hatua, kila nyayo yako wanafuatilia. Wanapokuwekea kitu katika mwili wako kinakuwa kinawapa, kina sensi, kinawapa taarifa. Na ndio maana sasa hivi nimeanzisha program maalum. Ukija, kabla sija kusikiliza, kuna dua kama dakika 2 lazima tufanye. Kuna maneno nikusemezeshe, utajiona umepoa, utaona nafsi yako imetulia. Maana kuna mwingine niende nisiende. Ukibahatika umekuja, unaweza kaja usirudi tena, kwa sababu lile kitu linakusababisha uone kwamba sehemu yako yenye usalama, sehemu yako ambayo ndio ya kwenda kukondolea tatizo lako, ndio uone kwamba ni kero maeneo hayo, uone kwamba utakiuka tena kurudi. Kwa kuna dua tunaisoma kwa muda mfupi, kuna maneno tunayasema, tunamtakasa Mungu hapo, lile dude linakuwa haliwezi tena kukukontrol. Maana kuna mtu mwingine anakontroliwa kama endo TV, alafu watu walioshika remote wako mbali. Sasa tunaikata hiyo kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ikhwani, anasema tumemfuatilia yule mtoto usiku wa manane, wamelala vitanda 6, mmoja pembeni akashtuka. Kama Mungu tu akitaka kukuletea jambo, anaweza sikuletee wewe moja kwa moja, akamletea rafiki yako au jamaa yako kwamba bana, kuna tahadhari hiyo, tayari ushaingiliwa, tafuta tahadhari. Mmoja katika watoto walioko pembeni akashtuka usingizini ghafla. Anatazama kushoto na kulia, anamuona yule rafiki yake anainuka kitandani, anasogea dirishani, na dirishani kuna sura ya mtu. Yule mtu anapitisha chakula kupitia kwenye dirisha la vioo ya kuvuta, anapitisha chakula na yule mtoto anakula. Akala, huyu anashangaa usiku, huyu anakula kitu gani? Lakini akijitahidi kumuita, fulani wewe mbona unakula peke yako, hawezi, ile sauti haitoki. Kwa wale ambao mlishapata matatizo usiku, unakumbwa na jinamizi, unataka kupiga kelele, sauti haitoki, ndivyo ilikuwa mfano wake. Anasema akala, kisha akarudi akalala. Huyu naye akaweweseka usiku kucha kupata usingizi. Asubuhi kumekucha, yeye ndo kwanza kumwambia kabla hajatoka chumbani, wewe bana, usiku nimekuona unanyanyuka ukaja mpaka hapa, kuna mtu anakupa chakula, unakula. Yule binti anakataa, anasema mimi sikula. Anasema bana, umekula. Na mwingine akadakia akasema hata mimi nilikuona. Lile jambo katika ubishani, mwisho chumba hiki umesikia, chumba kile umesikia, mwisho shule nzima imesikia. Mama akaitwa na walimu akamwambia, kwa situation ambayo tumeisikia kwa mtoto wako, chukua tahadhari. Hawa ni walimu wanaojielewa, hawa ni watu wazima ambao wanajua situation ya mazingira walionayo yakoje. Wanamwambia mama, chukua tahadhari. Sasa mwanamama yule badala ya kupeleka labda kwenye dua, maombi, yeye mwanamama alichoona labda shule ile tayari na washirikina, kumbe mshirikina akatoka mbali, akabidi amuhamishe mtoto wake kutoka shule moja kwenda katika shule nyingine kwa haraka, kwa sababu ni private. Kwa kampeleka, baada ya kumpeleka kule wakampokea mtoto kama kawaida, apoi, nyota inang'aa,
Japokuwa nyota na mwanadamu haviingiliani, maana kuna mwingine akisikia nyota anajua hizo nyota za mbinguni. Hii ni lugha tu tumezungumza, lakini kwamba kung'aa, anang'aa kama vile mwangaza, anang'aa yani mambo yake yanaenda, kila anachofanya kinakuwa, ndio tumepitia humo sawa sawa. Au tunaweza tukasema anang'aa kama jua, yani kila mmoja anamuona, anaonekana. Na katika ile shule alionekana hivyo, kila mmoja alimpapatikia. Anasema yule binti siku hiyo akawa amelala usiku, akaota njozi, ambapo asubuhi yake ile njozi iliendana na vile vile matukio yale ya usiku. Aliota anakimbizwa, nyuma yake yuko mtoto wa kike anamkimbiza, na nyuma ilivyokuwa kwamba yani aliota anatembea, alafu akaona kijoka kidogo. Wakati kile kijoka kadri anavyotembea yule nyoka ndo anazidi kuwa mkubwa, mpaka anakuwa mkubwa kabisa, yani kawa mkubwa, akaanza kumkimbiza yule mtoto. Anakimbia, alafu mbele kuna mwanamume. Basi yule kijana anasema yule binti, nilikimbia akafika mahala akadondoka. Baada ya kudondoka yule nyoka akaja akamgonga. Asubuhi kule mtoto anashtuka, kumbe kwenye ndoto, na ndo siku maradhi yanamuingia. Anasema nimekaa, yule mtoto anacheza cheza, ghafla akawa anaitwa na mwalimu. Kuna mwalimu mmoja alitokea kumpenda sana sehemu ambapo anacheza cheza mpira. Sasa sehemu ile haina majani, lakini kuna mchanga mwingi kiasi ambacho hata ukianguka huwezi kuumia. Yule binti baada ya kuitwa na yule mwalimu akawa anakimbia kama ilivyokuwa kwenye ndoto. Amekimbia, ikafika mbele kweli akateleza, akaanguka. Baada ya kuanguka yule binti anainuka, kachunika kwenye magoti, kachunika kwenye mikono, katika paji la uso. Yule mwalimu akawa anashangaa, anamwambia wewe naye ngozi yako laini hapa kweli? Anaujaribu ule uchanga, anajisugua, anapiga hapa kweli ni pakuumia mtu? Basi wakachukua maji safi, wakachukua vya kusafishia katika duka la madawa, wakamsafisha, wakampaka dawa pale, wakamwambia basi endelea na maisha ya shule. Hapa ndipo matatizo yalivyoanza. Ile madonda yanakauka, akilala asubuhi yamemenyeka, akilala kesho yake umempeleka hospitali, umempakia dawa, kesho yake anarudi tena, yakaanza kuingia mpaka ndani ya mwili. Anahisi mfuke, anahisi joto katika mwili unawaka moto, lakini anapenda kusoma. Mama yake umemficha, lakini mwisho wa siku sasa akawa siku hiyo amelala, ameamka asubuhi anakuta mule kulipotokea vidonda. Yani alivyotokea vidonda, kuna vijipele vimeota vyeusi, alafu vile vijipele vimeota manyoya. Kwa akiliminya hivi linakuwa linapasuka, linatoa kama damu fulani. Yule mtoto akawa anatoa harufu, ananuka ajabu ya Rahmani. Shule imejaribu kumpeleka hospitali na hospitali wanamwambia bana, hii labda itakuwa allergy, mala allergy fulani, kitu fulani sile. Mama mtu anakuja kujua, anachanganyikiwa, anamwomba mtoto, anamchukua, anaanza kuhangaika naye katika baadhi ya hospitali. Angalia uchawi ulivyokuwa, wachawi walivyokuwa wana haramu. Yani mchawi yote ni mwana wa haramu. Hata kama utakuwa ni wa halali, kwa nini upokee kitu ambacho kimeharamishwa? Ndugu zangu, nakwambieni kwa kukusisitizeni, ni hatari. Havija kukuta ndio maana ukajikuta na comment vya ovyo, lakini vikikukuta unaweza ukahangaika mashariki kaskazini. Amehangaika yule mwanamama, ametupa pesa. Tazama mtoto kutoka Genius, shule kumpokea na kulipa. Shule wanamkataza mzee, wanasema huyu shule itamsomesha kwa akili alionayo, usilipe ada. Uchumi wa nyumbani kidogo unapoa kwa pesa ile ilikuwa inalipa ada kufanya mambo mengine. Lakini mwisho wa siku sasa mtoto anapata maradhi kwa kipawa alichojaliwa na Allah tabaraka wa taala. Mijitu imeingilia hasadi, mtoto anaangamia. Wewe una mtoto wako alikuwa Genius, yuko vizuri, unaonaje hali yake sasa hivi? Je, yuko sawa? Kama yuko sawa, hizo namba mwisho 54 tutafute, mwisho 771 tutafute kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Jambo la hatari ambalo lilimfanya yule mzee aliye, anasema tukampa ugonjwa wa sukari. Yule mtoto kila akienda anaambiwa sukari, mpaka madaktari wanashangaa. Kuna magonjwa mengine ambayo yanaweza ukaambiwa ni ya kibiolojia, lakini si ya kibiolojia. Unaweza kaambiwa hospitali wanahangaika mara hili. Ukiona hospitali jambo moja mara hili halina mwelekeo, madaktari wengine wanawapenda, wanaweza kumwambia bana, hebu jaribu na maombi mengine, jaribu hawatakwambia bana nenda sijui kwa waganga au nenda kwa mashehe au nenda sijui kwa watakwambia hangaika katika njia zingine. Hao wana kheri kubwa sana. Yule mwanamama akajikuta akili yake tayari imeshaharibika, akajikuta yule mtoto mwenyewe tayari wanaita nini shekhi wangu, yani Afkar. yani fikra zake zimekusha hama,
fikra zimehama, wanahangaika, wanamwaga pesa. Na hapa nataka tupate somo kidogo. Leo nipo na mgeni ambaye mgeni huyu kuna vitu kidogo atavizungumza hapa kuhusu fikra. Yani jambo limekukamata kiasi ambacho kwanza wanakupiga uchawi wa fikra. Yani unapigwa kiasi ambacho huwezi kuamini yanayozungumza. Sijui naeleweka. Unaweza kumkuta kuna mwingine karogwa, alafu anajiona niko sawa, ila watu wanamtazama wanasema hayuko sawa. Wakimwambia kwenda labda kwenye dua hivi kama mdishi ajabu ya Rahmani mzito, fikra zinapigwa fikra. Kwa hiyo shekhe, nataka kwanza wanazuoni wamezungumza. Huyu anaitwa Dr. Qasim Saleh Musa, shekhe mkubwa huyu, amesoma katika baadhi ya vyuo kadhaa hapa Tanzania, Sudani, lakini amekwenda katika ardhi pia Misri, mashaallah. Leo nataka kidogo atupe vionjo kwamba fikra ni kitu gani na ni jinsi gani, kwa nini fikra inamuathiri mwanadamu, inafikia mahala anazama, na je, kupitia fikra unaweza kuleta maradhi gani? Lakini jambo la mwisho nataka, huyu mtoto alikuwa anasibiwa na sukari, lakini kuna watu wengi wanasumbuliwa na sukari. Sukari zingine zinakuwa ni za kibiolojia, lakini kuna zingine zinakuwa si za kibiolojia. Na kama ikiwa ni ya kibiolojia, wamesemaje wanazuoni, na dawa zake zipo? Na kama zipo, na mimi nikutangazieni tu hapa tunazo mashaallah, lakini atakutajieni ili mpate kujifunza, ili mpate kuelimika inshallah. Kwa hiyo atuelezee fikra ni vipi inaweza kumuaffect mwanadamu. Karibu Sheikh. Shukran alhabib. Tayeb, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ayuha almushahidun alkiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wetu wa umma mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema shekhe hapa, Shekhe Khalifa Makarama, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutajaribu kuwaelezea athari ya fikra, yani fikra zinafanyaje kazi katika kiwiliwili cha mwanadamu. Kitu cha kwanza ambacho tunachotakiwa kukitambua ni kwamba fikra zimegawanyika. Al-afkar inqasama ala qismain. Fikra zimegawanyika. Kwa kwamba sio fikra ni moja, fikra zimegawanyika. Naam. Alfikra alula ni fikra ambayo inaitwa fikratun ijabiyatun. Naam. Kwa maana ya kuwa fikra ambazo zinakuwa na sura nzuri, yani fikra ambazo ni nzuri. Mashaallah. Hichi ni kigawanyo cha kwanza. Lakini kigawanyo cha pili ni kigawanyo ambacho wanaita fikratun salbiyatun. Naam. Fikra ambazo zinazokuwa ni mbaya. Yani mwanadamu anakuwa na fikra imma ijabia wa imma salbia. Imma zitakuwa ni fikra nzuri au zitakuwa ni fikra mbaya. Naam. Na zote hizi fikra aina mbili zina athari kubwa katika kiwiliwili cha mwanadamu. Naam. Zina athari kubwa sana. Naam. Fikra ambazo ni ijabia ni fikra ambazo mtu akiwa nazo katika kiwiliwili chake au katika kichwa chake anaziwaza, basi huwa zinasababisha kuzalishwa kitu kinachoitwa dopamine katika kiwiliwili cha binadamu. Dopamine. Lugha ya kitaalamu hii wanaita, katika lugha ya kitaalamu wanaita al-dopamine. Mashaallah. Dopamine maana yake ni hormone ambayo inayomfanya mtu ahisi furaha katika mwili wake. Yani fikira zake zile zinampelekea apate furaha. Hizi zinaitwa yani hormone ambayo inayomiminwa wakati mtu amekuwa na fikra ijabia. Ni fikra ambazo zinaitwa dopamine, ambazo zinamfanya mtu ahisi katika kiwiliwili chake saada, farah, yani amal, matarajio mazuri, ahisi kwamba anaweza kufanikiwa katika jambo lolote. Hili ni katika upande wa fikra za ijabia. Naam. Ama katika upande wa pili ambao wanaita fikratun salbiyatun, ni fikra ambazo zinapoingia katika kiwiliwili cha mwanadamu zinasababisha mwili wa mwanadamu uteremshe kitu ambacho kinachoitwa cortisol. Na hii cortisol ni hormone ambayo
huwa ikiingia katika kiwiliwili cha mwanadamu huwa inamfanya mtu ahisi kitu ambacho wanaita al-iktiab. Iktiab manake dhiki, akose raha, akose furaha, akose amani na akose mambo mengi katika kiwiliwili chake. Lakini pia ni homoni ambayo endapo itakuwa imemiminwa kwa wingi, ina uwezo wa kumpelekea mtu akazalisha magonjwa katika kiwiliwili chake. Yani kutokea fikra mpaka kufikia maradhi. Ayua, yani unatokea katika fikra, unakwenda fikra zinapokuwa zimezidi, mwishoni kabisa zinakuingiza katika maradhi. Ndio. Na ndio maana wataalamu katika baadhi ya vyuo ambavyo vimefanya research kuhusiana na mtu anapokuwa anafikiria salbia, yani anafikiria salbiyati nyingi katika mawazo yake, wanasema kwamba asilimia kubwa ya magonjwa mengi yanasababishwa na fikra. Kwa tatizo linaweza kuwa dogo, lakini fikra ikakuza jambo. Fikra ikalikuza likawa kubwa, likakuletea athari kubwa. Mtu anaweza akapata sukari bisababi al-afkar. Akapata sukari kwa sababu ya fikra. Mtu anaweza akapata irtifaa dhaghti dam, akapata pressure kwa sababu ya fikra. Mtu anaweza akapata magonjwa ya kila kwa sababu ya fikra. Anaweza akapata magonjwa aina mbalimbali. Yote ni natija ya afkar, namna mtu anavyofikiria. Kwa hiyo fikra zina athari kubwa sana sana katika kiwiliwili cha mwanadamu. Na labda kuna namna yoyote ambayo sasa mwanadamu anaweza akafanya labda hiyo hali ikaweza kumuondoka, au ni kupambana tu na fikra zenyewe hizo ambazo zinamsumbua? Kwa mfano labda ni hiyo ya pili umesema na fikra salbia, fikra tu salbia. Sasa unataka kuileta ile fikra yenye furaha, namna gani anaweza akatumia labda kwa faida ya ndugu zetu wanaotazama? Ni kitu ambacho kinawezekana mtu kujitoa kwenye fikra salbia na kwenda kwenye fikra ijabia. Ni kitu ambacho kinawezekana, na hiyo ni kazi ambayo pia inaweza ikafanywa. Ni kazi ambayo inaweza ikafanywa, mtu akatolewa kwenye fikra ambazo ni salbia kupelekwa kwenye fikra ijabia, na ikawa ni moja ya sababu kubwa kabisa yeye kuepukana na mambo mengi katika maradhi, katika vitu vingi sana. Na ndio maana daktari, sisi katika ofisi yetu hii, cha kwanza kabla ya kumshughulikia mtu kwa tatizo alokuja nalo, kwanza tunamsikiliza kwa makini zaidi, alafu pia tunamshauri kwanza, kumpa moyo, kumuondosha katika fikra moja kumpeleka katika fikra nyingine. Kwa sababu tunaelewa ilipo hadithi kulikuwa unaniambia kwamba inasemaje ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo amepokea Abi Huraira na ambayo ipo katika kitabu sahihi al-Bukhari na Muslim, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ni hadithi, anasema hadithi al-Qudsi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Allah anasema ana inda dhanni abdi bi, kwamba mimi niko katika dhana ya mja wangu. Yani Allah anamtendea mja wake kadiri ya yeye anavyomdhania. Kwa bado tuko pale pale kwamba Allah yu pamoja na dhana ya mja wake. Sahihi. Unavomdhania Mwenyezi Mungu ndivyo atakuwa hivyo kwako. Ndivyo atakavyokufanyia. Kwa ukimdhania kwenye kheri, basi ni kheri, atakufanyia kheri. Ukidhania kwamba hapa sasa Mungu kanitenga, kaniacha, basi ni shari kweli. Ni shari kubwa. Na ndio maana yani katika vitu ambavyo mtu anatakiwa avizingatie sana ni kutengeneza dhana yake bora mbele ya Mola wake, na hasa anapokuwa katika sura ya maradhi au mambo mengine. Huyu ni Dr. Sheikh Qasim Saleh, na hii ni vionjo tu ambavyo nimevileta kwenu nyinyi ili mpate kujua kwamba kheri kubwa inakuja kupitia taasisi yenu au kupitia Khalifa Sheikh Saleh Makarama, na huyu ni mmoja kati ya wadau wakubwa ambao tutakuwa nao kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, kwamba ukija kwa hapa, cha kwanza hatukuachi hivi, tunataka tukuondoshe kwenye ile dhiki ya kujua kwamba umetelekezwa. Maana kuna mwingine anaweza kahangaika kwa mashehe wengi, kanywa dawa mpaka zimemzoea, kumbe ni haya mambo mawili tu. Maana kuna mwingine anapewa dawa fulani, hii itaniponya, hii tayari ushatengeneza kwenye kutengwa, tayari ushatengeneza kwenye kutokupona. Huponi kwa sababu
hata Allah tabaraka wa taala katika hadithi al-Qudus ambayo imeelezewa na Abu Huraira na Bukhari ndo kaisimulia, si ndivyo? Saha kabisa hadithi hii kwamba Bukhari na Muslim wameelezea kwamba ana inda dhanni abdi bi, Allah yupo katika dhana ya mja wake. Kwa tunakutoa kwanza kwenye dhana chafu, tunakupeleka katika dhana iliyosalimika, ili usije ukazidisha matatizo juu ya matatizo. Kuna mtu anapona kwa maneno, mtu tunampa dawa mpaka anakaa sawa akija kutumia dawa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema waja'alna likulli shay'in sababa. Sasa nataka shekhe uwape aina ya dawa za sukari. Leo tunaanzia hapo. Dawa ya sukari, mtu anasumbuliwa sukari, kaangaika wema hospitali, masharti anafuata, lakini bado dhiki. Mtu tajie hizo dawa shekhe wangu, kwamba ni dawa gani anaweza akatumia huyu mtu akajikuta ile sukari kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala ikarudi ikawa nomo, mwisho wa siku ikaisha, kwa sababu ni maradhi, na insha Allah sisi hapa tayari tunazo, tumekusha kuziandaa. Lakini ukiweza kuandaa wewe mwenyewe basi andaa, lakini hapa tumekurahisishia kabisa na kwa dozi yake. Mtu tajie shekhe wangu, alafu leo nitakuwa nimewapa vionjo hivyo, wasubiri darasa linalokuja insha Allah. Na katika hichi ambacho umekizungumza swala la sukari, kama tulivyosema, wakati mwingine inakuwa ni natija ya afkar. Na katika sehemu yetu hii, katika kituo chetu hapa, tunakaribia kuna vitu ambavyo wanaita kawanini. Tuna kanuni takriban zisizopungua 100, ndio ambazo kanuni hizo zitatumika katika kuweza kushusha tempa ya huyu mtu, kumleta katika hali ya nomo. Naam. Baada ya hapo ndio atapatiwa hii dawa aweze kuitumia ili aje kukaa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mashaallah. Kwa hiyo tutawatajia hii dawa kama watu wataweza kuitengeneza, lakini dawa inahitajia vipimo maalumu, kwa hiyo tutaitaja, kwa hiyo ili tujue kwamba dawa hii ipo, na Allah subhanahu wa ta'ala ma anzala Allah subhanahu wa ta'ala da'an illa wa anzala yani bihi shifa. Allah hajateremsha gonjwa lolote isipokuwa ameteremsha na gonjwa hilo ameteremshia dawa. Kwa hiyo katika al-adwiya fi ilaji sukar, dawa ambazo zinazotumika katika kuweza kutibu sukar, kitu cha kwanza ni kitu ambacho kinaitwa habbatun sauda. Mashaallah. Habbatun sauda inatakiwa ipatikane. Jambo la kwanza ni vitu takriban 6. Kitu cha kwanza habbatun sauda. Kitu cha pili kinaitwa habbatur rashad. Hii ni kitu kikubwa sana, habbatur rashad inafanya kazi kubwa sana. Kuna kitu kinaitwa ar-rumman, lakini hii ar-rumman inatakiwa iwe mathuna. Iwe mathuna ni moja katika dawa ambazo zinatumika katika kuweza kutibu sukar. Lakini pia kuna kitu kinaitwa jidhrul karnab. Jidhrul karnab inatakiwa ipatikane katika mchanganyo wa dawa hii. Lakini pia kuna kitu kinaitwa mil'aqatu haltit. Inatakiwa ipatikane kitu kinaitwa haltit ambayo itakuwa ni mil'aqa. Tunaposema mil'aqa maana yake ni kijiko katika vipimo vya maalum yani. Alafu rakam 6 kuna kitu kinatakiwa kipatikane kinaitwa al-murra. Al-murra hii inaitwa au ambayo na yenyewe inakuwa katika ujazo wa mil'aqa wa kijiko. Vyote hivyo vya juu na vyenyewe vina vipimo vyake maalum, lakini kwa hapa tayari vishatengenezwa vipimo na viko katika sura ambayo iliyokuwa kamili kabisa. Inshallah. Ndugu zangu wapendwa wa Khalifa Sheikh Saleh Makaramo, ni Dr. Qasim Saleh Musa Qasim Saleh. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala tumepata faida na kujua namna ambavyo maradhi ya sukari yanaweza kukuondoa, na hii ndo dawa ambayo tulikwenda kumponyeshea huyu mtoto. Hii dawa kama itakuwa ni aina ya sihiri, inatumika kwa kuongezea visomo. Visomo hivyo vinafanyajwe? Cha kwanza ni wiki nzima mfululizo hizo dawa zinasomewa bila kuacha sekunde wala saa. Sasa hapo utaniuliza tunasomea vipi? Hiyo ni lugha ya kitaalamu, ni kucheza tu na madakika, ni kucheza tu na saa, ni kucheza. Kama itakuwa ni visomo kwamba Qur'ani nzima inatakiwa isomewe, mahafidhi ni wapo, tunatoa pesa sisi ili watu mpate shifaa. Na ndio maana sisi mkituijia unaweza ukakuta kidogo kumechangamka fulani, kwa sababu tunajua kwamba umepita kwingi, umehangaika kwingi, sasa kwetu kidogo kuna changamka.
Kwa tunachokifanya kwamba mnawachukua mahafidh wiki nzima, we ngapi unataka, we ngapi, mnawachukua kama 30, mnaweka jamani, kula kuanzia asubuhi, mchana, jioni ni kwetu, lakini mtasoma kwa masaa. Sio kwamba tu wanakaa tu wanasomaga wiki nzima, hapana. Mnaanza kwa mfano siku ya Ijumaa, siku ambao ndio siku tukufu baada ya swala ya Ijumaa, hawa watu wanakwenda wanapishana. Anakaa mmoja kama ni juzuu zake 3 anazipiga, ambapo ukipiga juzuu 3 kwa mtu anayesoma haraka haraka ni sawa na lisali moja au lisali moja na nusu mpaka mawili, mtu kashamaliza juzu. Akitoka hapo anamaliza, huyo haingii tena, labda mpaka kesho muda fulani anaingia mwingine anasoma. Akimaliza huyu anamaliza, wao wawili wanapata, huyu wa kwanza kapunzika masaa 2 hapa, akitoka akiingia watatu, yule wa kwanza kapunzika masaa 4 hapa, akiingia tena huyu wa kwanza kapunzika masaa 6 hapa, akitoka. Yani muda ambao tunawachia huru ni muda wa swala. Tuna ule muda tunajua adhana ikitoka ulinzi wa Allah upo, Mungu atatuhifadhia, lakini masaa mengine yote yaliyobaki ni kisomo kinapigwa. Mpaka kuna wengine wanasema sisi tunasoma usiku, sisi tunasoma. Kwa vijana 30 kujigawa na unawapa posho ya kueleweka. Tunachotaka huenda kuna saa ambapo wewe ndio ulilologwa, tunatafuta yale masaa. Maqimatul waqtu indana, ni ipi thamani ya wakati kwetu sisi? Uangalia Allah tabaraka wa taala, zile nguzo zote za Uislamu karanahum bil waqti, amezifungamanisha na wakati. Mtu akitaka kusilimu hapa kwa asilimishwe. Sawa sawa shekhe. Tamam. Lakini pia vile vile nguzo ya pili inafuata nguzo ya pili inafuata kwamba kusilimu, somo Ramadhani, kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum ayyaman mahdudat. Lakini swala Allah amefungamanisha na wakati, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, imekuwa ni swala yenye wakati maalum. Unapozungumzia swala la funga, ayyama maadudati ni masiku maalum 30 au 29. Huwezi kuzungumzia masiku isipokuwa utapata masaa, madakika na sekunde, bado ni wakati hapo. Ukizungumzia hijjul bait man istata'a ilayhi sabil, ni siku moja kuanzia asubuhi mpaka jua linazama, hiyo ni siku, ndani yake kuna masaa, kuna masekunde. Lakini kutoa zaka kwa yule anayeanza biashara miaka 2, lakini ukishakuwa biashara yako inazunguka na una kiwango cha kutoa zaka kila mwaka unatoa, ni wakati bado Allah tabaraka. Sasa tunakwenda kwa wakati, tunacholenga kuna muda ambapo hata mchawi anazingatia kwamba nyakati, kuna muda huyu hapa wanasema kuna uchawi unaitwa asihirul marsud, uchawi wa kuvizia. Wanavizia nyakati, wanaangalia kusuful qamar, kusufu shamsi, hububu riyahi, wanaangalia kwamba bahari inapochafuka, lakini pia vile vile wanaangalia vitu vingi sana, mpaka kuchomoka kwa jua kuzama, mwaka unapoingia, mwaka unapotoka. Wao wanakwenda wanakupiga, wewe unakaa unapiga debe tu kwamba mwaka umeingia, kumbe kuna jitu lilikuwa linasubiria kama ukiwa haili kuroge uchawi ambao hautotibika. Huyu binti tumekwenda kumtibu kwa location ambayo tumepewa na mrogaji au warogaji. Nendeni sehemu fulani, na yule mama tunampigia simu, yeye mwenyewe anachanganyikiwa. Tumefika tena kwa kuulizia kwa sababu mtu si anakujua, tunaulizia, tunafika hizi dawa kwa vilizofanywa visomo kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, ndo anapewa yule mtu siku aliyotumia asubuhi, anaamka tuko hapa kwa idhini yake Allah tabaraka. Ni imani na fikra tu, kama ulivyosikia hapo kwamba mimi nakwenda kupona. Ndivyo ilivyotokea kwa huyo binti. Tulikaa naye na mama yake saa nzima, tunawajenga waamini tulichokuja nacho. Walivyoamini tulivyowapa dawa, haikupita wiki binti karejea na pawa yake na nguvu yake, yuko mpaka sasa hivi anasoma, na Mwenyezi Mungu amjalie ahitimu chuo salama. Mwenyezi Mungu atujaze kila la kheri. Sehemu inayofuata tunaendelea na kisa rasmi cha huyu mzee baada ya kukabidhiwa fimbo na baada ya machozi aliyomtoka kunielezea kisa chake hiki, lakini pia kiliendelea kitu gani katika maandalizi ya kumsimika rasmi kuwa mchawi rasmi. Wewe mtoto wako unaishi naye vipi? Je, wewe kipawa chako kimepotea? Unaweza kurejesha kile ambacho Allah tabaraka wa taala aliyekupa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mungu hambadilishi mtu wala watu mpaka mkubali kubadilika. Ukikaa na magonjwa yako ya kichawi utakufa nayo, utaingia nayo kaburini. Mungu hakubadilishi mpaka wewe ubadilike. Hata ukiwa mnywa pombe mpaka wewe mwenyewe utake kubadilika. Kama ni riziki mpaka utoke ukatafute, Mungu atakupa. Manijitahada wajada, jitahidi kutufikia
unaweza ukapiga namba zetu za simu alama kujumlisha 255658 lakini pia vile vile unaweza ukapiga hiyo namba alama kujumlisha 255 tukaribieni ofisini kwetu. Kwa wale mlioko Dar es Salaam unaweza ukarequest kwa kuandika Sheikh Makarama, itakuleta mpaka mlangoni kwetu. Wa aqul lakum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.